Wanasema ukitaka kujua mwanzo wa dunia, kanyaga ardhi ya Habash, ardhi ambayo jua lake halichomozi saa 12 bali linaanza na saa 0, nchi ambayo haikuwahi kuinama mbele ya mkoloni, ikalinda maandishi yake, kalenda yake na utu wake. Hapa ndipo ziara ya dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki ilipoishia. Alikuja kutoa mawaidha, lakini akajikuta yeye ndiye anayeshangazwa. Amekutana na mapokezi yasiyo na kifani na ukarimu wa hali ya juu. Hapa mgeni kwao ni tunu na tabasamu ni lugha ya kwanza. Karibu Ethiopia, nchi ambayo sasa hivi wapo mwaka 2018 huku sisi tukiamini tuko 2025. Mimi ni Khalid Omar na hii ndiyo safari ya Sheikh Kishki katika ardhi ya Najash. Sheikh Nuruddin Kishki በጣም እንወዳል ወደ ኢትዮጵያ ዌልካም ሁሉም አንተ ይወዳል። Wakati ulimwengu wa Kiislamu ukiendelea kufurahia mawaidha yenye elimu na ujumbe adhim, dai wa kimataifa kutoka nchini Tanzania Sheikh Nuruddin Kishki amewasili katika ardhi yenye historia kubwa na utajiri wa kipekee, nchi ya Ethiopia. Lakini ukivuka mpaka wa Moyale na kuingia nchini hapa, unagundua kwa haraka kuwa Ethiopia si nchi ya kawaida kama majirani zake wa Afrika Mashariki. Tofauti na Kenya ama Tanzania ambapo alfabeti za Kilatini ndizo zinazotawala, hapa Ethiopia macho yako yatakutana na Fidel. Haya ni maandishi ya kale ya Ge'ez ambayo hayapatikani kwingineko duniani. Wakati sisi tukitumia A, B na C, wa Ethiopia wanajivunia mfumo wao wa asili. Lugha ya Kiamharic inatawala kila kona, lugha ambayo inabeba utambulisho wa taifa hilo ambalo halijawahi kutawaliwa na wakoloni. Ukitazama maandishi haya nyuma yangu, unaweza kudhani kuwa upo katika bara la Asia kwenye nchi ya India, lakini hapa ni katika bara la Afrika, ni katika ardhi ya Najash, Ethiopia, na ndipo mahala ambapo dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki kwa siku nyingine tena amekuja hapa kwa ajili ya kazi moja tu, kazi ya da'wa. Tuko Ethiopia, ardhul Habasha, ardhi ya mfalme Najashi, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba zake zaidi ya 80 wakimbilia Ethiopia kwa sababu kuna mfalme ni mwadilifu. Miongoni mwa waliokuja hapa Ethiopia ni Uthman ibn Affan, lakini pia binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruqayya bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa nimeshika Coca-Cola. Maandishi haya Mtanzania ukinisomea unanidai zawadi. Nini yameandikwa hivi? Lakini mimi nitakusaidia. Hii ni Kiethiopia, lugha ya Amharic. Tafsiri yake ndio hii hapa hii. Lakini tumekaribishwa kwa vyakula vya Ethiopia. Ndio Imam Shafi akasema safir fa fil asfari 5 fawaidi tafriju hammin wa iktisabu maishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Miongoni mwa faida kuu za safari, mosi, unaondoa stress. Jambo la pili, unajifunza kutafuta maisha. Jambo la tatu, unakuwa una ustaarabu. Tumekubali kula hivi mazagazaga kwa sasa, hatujawahi kula. Ni vyakula vya Ethiopia, inaitwa injera. Iko ya brown, iko ya white. Mtanzania, karibu. Kwa kuwa huwezi kukaribia, nitakuwakilisha mimi. Ukiingia Ethiopia ni kama umerudi nyuma kwenye mashine ya muda. Sheikh Kishki amewasili katika nchi ambayo sasa hivi wapo katika mwaka 2018 na si 2025. Kulingana na kalenda yao ya kipekee yenye miezi 13. Hata saa zao zinahesabiwa tofauti. Jua linapochomoza ndipo saa 1 inapoanza. Huu ni ulimwengu wa kipekee unamfanya kila mgeni ajihisi yupo katika sayari nyingine ndani ya bara la Afrika. Leo tarehe ikiwa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2018 tukiwa Ethiopia. So tumefurahi sana kuona Kishki hapa Moyale. Zamani tulikuwa tunamuona kwa TV, kwa simu. Leo tumefurahi kuona kwa macho tukiwa saidi ya Ethiopia. Alhamdulillah, tunashukuru. Leo ni mwaka 2018. Kwa nini nyimbo mwaka 2018? Kwa sababu sisi bado hatujakoloniziwa. Tumebaki nyuma. Ya, sasa tuko mwaka 2018. Tuko dunia nyingine sisi sasa. Na mnafurahia kwa hiyo? Tunafurahia mali tuko.
bado tunafurahia, tunaendeleza, bado hatujaona wakoloni. Unasikiaje kwa hivyo? Sisi tukiwa hivi alhamdulillah tunashukuru tuko sawa, lakini bado as far as tuko nyuma kidogo pia na dunia bado, lakini tunashukuru tu Mungu. Mwaka 2018. Kwa nini kwa hivyo? Sababu wamesema sisi hatuko tumekoloniziwa, ndio maana mwaka wetu yuko nyuma. Sasa hii kama jirani wetu wa Kenya yuko 2025. So sababu ni hata magari zetu ziko left side steering. Na sisi ni watu wa Ethiopia, tunakaribisha leo Kishki, Nuruddin Kishki. Tunasema welcome. Na Ethiopia ni nchi mzuri, haja koloniziwa, hajatawaliwa. Na tuna bendera 10 nchi yetu ndani. Kuna sabtu fulani. Sijui hiyo Kiswahili mingi. Mimi ni mtu wa Ethiopia, lakini najua kusikiliza wadi ya Nuruddin Kishki tangu mimi ni mtoto mpaka sasa, na leo nimeona na macho, nafurahia sana. Ethiopia ni ardhi ya Mfalme Najash, kibilio la kwanza la masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uwepo kwa Sheikh Kishki nchini hapa ni zaidi ya mawaidha, ni ukumbusho kwa Waislamu na heshima kwa taifa ambalo limekataa kufutwa kwa asili yake. Mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Ruqayya amekuja Ethiopia Habasha. Yaqulu ulamau siyari wa tarikh, atat Ruqayyatu wa hiya hamil. Ruqayya amekuja akiwa na mimba, mjamzito. Wa waladat waladaha fi ardhi al-Habasha, na amemzaa mtoto wake katika ardhi al-Habasha, hafidu Rasulillahi Muhammad, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wasummiya biabdillah, akaitwa Abdillah. Wa mata wa huwa tiflan fi ardhi al-Habasha wa dufina fiha, na amekufa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika ardhi yenu hii ya Ethiopia, na amezikwa katika ardhi yenu hii. An-nabiyyu ya'rifukum, Mtume anakujueni, wa ya'rifu ardakum, na anajua ardhi yenu. Sheikh Kishki amekiri kukutana na jambo ambalo hakulitegemea. Licha ya kufika katika ardhi yenye lugha na maandishi magumu kuelewa, alichokutana nacho ni upendo na mapokezi yaliyopitiliza. Nilichowaahidi watu wa Ethiopia, kwa sababu ni watu wa kheri, ni wakarimu, ni watu wenye kupokea wageni. Zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowaambia masahaba, idhhabu ila al-Habasha inna biha malikan la yudhlamu indahu ahad, nendeni Habasha masahaba zangu, nendeni Ethiopia masahaba zangu, mkajifiche huko mupate amani huko. Huko kuna mfalme anaitwa An-Najashi, mbele yake hayuko tayari mtu yoyote adhulumiwe. Ahadi yangu ni kwamba mwakani inshallah tutarudi tena, tutafika mpaka huko alikokuwa Najashi na huko alikokuwa masahaba, biidhni arrahman alladhi allama alquran. Safari ya Sheikh Kishki nchini Ethiopia inatukumbusha kuwa licha ya utofauti wa kimaandishi ya Ge'ez au kalenda yetu kutofautiana kwa miaka 7, moyo wa ukarimu kwa Waislamu unabaki pale pale kama mafundisho ya dini yanavyotaka. Khalid Omar, Kishki TV na Al Hajar TV, Ethiopia.